Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye runinga yetu ya KBC Channel 1. Hivi sasa ni wakati wa mahojiano katika kipindi chetu cha Tamrini, na leo katika studio tuna wageni. Tutakuwa tunaangazia ziara ya Rais William Ruto katika maeneo ya Mlima Kenya, na tunajua kwamba Rais William Ruto aliweza kuwasili katika eneo hilo hapo jana, na atakuwa katika ziara rasmi ya siku 6 ambapo atakuwa anazindua miradi mbalimbali. Na studioni tuna Abraham Maina ambaye ni mjasiriamali pamoja na James Kamau ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibuni studio. Naam, kwanza kabisa tukianza, James Kamau, ziara ya Rais William Ruto katika maeneo ya Mlima Kenya ina maana gani? Rais William Ruto kama unavyojua alipata kura nyingi sana kutoka Mount Kenya. Na sasa ziara yake ni kuhakikisha kwamba kama anaweza pata kurudisha namba yake yenye iliweza kumchagua katika Mount Kenya. Kwa hivyo majaribio yake yenye nafikiria mimi kwangu, anafikiria venye anaweza kupata hiyo maarufu yenye alikuwa nayo wakati alipopata 87% kwa uchaguzi uliokuwa wa 2022. Kwa hivyo anajaribu pia kuona kama anaweza pata kurudisha tu venye alikuwa na support kubwa ya watu. Ukiangalia pia venye walikosana na deputy wake last year mwenye alikuwa amemsaidia sana kuweza kupata kura za Mount Kenya region. So imeweza kuwa inamfanya pia sasa pia akuwe na pia na wasiwasi ya kisiasa, kisha kwamba ameweza kurudisha ile support alikuwa nayo wakati uchaguzi ukielekea uchaguzi wenye ujao. Naam. Nitakatiza kwa sasa, lakini hebu tuelekee katika eneo la Laikipia ambapo Rais William Ruto anazungumza kwa sasa. Tueleza kijiji gani haina stima, kijiji gani haijafikiwa na stima, sehemu gani haijafikiwa na stima, ndio tupeleke stima huko, tuondoe giza, tuweke mwangaza, shetani ahame. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Najua shetani anapenda mahali iko giza. So tukiwakisha mataa kila mahali, shetani atahama Laikipia hii. Ama namna gani watu wa Laikipia? Neguo kana tigwo. Tunaelewana namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya kazi ya watu wa Laikipia. Pia kuna maneno huyu Kiunjuri ameniambia. Kiunjuri ameniambia kuna barabara imewasumbua hapa town kutoka Liki kwenda Ndrokoma. Sijui kama nyinyi ndio mlimutuma ama ni propaganda yake. Ni mlimutuma huyu Kiunjuri, mkamwambia hiyo barabara ya kutoka Liki kwenda Ndrokoma ijengwe. Sasa mimi nimekubaliana na yeye, nimepanga sasa, si ndio? Mwangi. Anasema ati niseme maneno kidogo hapa, lakini hao watu si wanataka kusikia hii maneno. Ama mnatakaje? Si ndio? So hiyo kazi ya barabara nimekubaliana na yeye. Kazi ya barabara pia ile ya kwenda Ruai, kwenda kutoka Trojan pale, hiyo barabara vile vile nimekubaliana na yeye. Nasikia hiyo barabara inawasumbua sana. Ni kweli ama si kweli? Lakini nimefurahi sana kufika hapa Laikipia, kufika hapa Nanyuki. Mimi nawaambia watu wa Laikipia, watu wa Nanyuki, katika safari ya maendeleo ya Laikipia itakuwa katika ya mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, na sitaruhusu sehemu yoyote ya Kenya kubaki nyuma. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi niko hapa na viongozi wengi. Niko na naibu wangu anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Niko na huyu mungwana anaitwa Festus. Huyu Kiunjuri si mnamjua? Si ni mtu ya area? Niko hapa na gavana wetu, mheshimiwa wapi gavana? Ngoja. Niko na gavana wetu hapa bwana Irungu, mpigeni makofi. Niko na waziri wangu bwana Kabogo. Mimi nasikia Kabogo ni nyati. Niko na mama wetu wa county jameni, Chen Kageri. So mnajua huyu mama? Niko na deputy governor wetu, mpigeni makofi. Niko na mama Sara Korere, mbunge wetu wa Laikipia North. Niko na huyu anaitwa Wainaina, mbunge wa kutoka kule wa Rift Valley. Niko na governor wa Embu anaitwa Cecily Mbarire, na pia chairman
Huyu ndio mwenyekiti wa chama ya UDA. Pigeni makofi chairman. Niko na waziri hapa, Mheshimiwa Julius Ogamba, ndiye anasimamia mambo yetu ya elimu. Si ndio? Na niko na ndugu yangu hapa Nderito Mureithi. Ndio? Huyu Nderito Mureithi sasa anafanya kazi na mimi. Mimi nimempatia kazi, yeye sasa ndio chairman ya Kenya Revenue Authority. Huyu sasa ndiye ananisaidia kukusanya ushuru. Sasa ile jina ya Zakayo mlimpatia, Zakayo mwenyewe ndio huyu. Aya, niko hapa na mama Rebecca Miano ambaye ni waziri wetu wa mambo ya utalii na mambo ya wanyamapori. Na niko na mama wa ujenzi Alice Wahome. Yeye ndiye ananisaidia kupanga maneno ya soko. Yeye ndiye amepanga affordable housing. Yeye ndiye atashughulika na hii mambo ya kujenga madarasa haya. Tumekubaliana? Niko na huyu mrembo wenu anaitwa Silva Museya. Si mnamjua? Yeye ni PS wangu, anasimamia mambo ya wanyama pori na kupanga vile mambo itaenda mbele. Na niko na huyu Patrick Mariro. Huyu ni principal secretary wangu wa mambo ya defense. Yeye ndiye anasimamia wanajeshi wote na ni mtu wa Laikipia hapa. Na huyu anaitwa Mheshimiwa Mwaura, yeye ni spokesman wa serikali. Na huyu mungwana anaitwa Kemane Eshongwa. Yeye ndio kiongozi ya watu wote huko bunge. Sawa sawa? Tumekubaliana jameni? Sasa kwa sababu bado tuko na shughuli, Mwangi anasema tumechelewa. Asante sana, tutatembea pamoja. Thank you very much. I love you and God bless you. Baraka sana. Thank you. Thank you. Thank you very much. Naam, hayo ni matukio katika eneo la Laikipia ambapo Rais William Ruto yuko katika eneo hilo, eneo la Mlima Kenya, ambapo yuko hapo kwa ziara ya siku 6 na atakuwa anazindua miradi mbalimbali na kutangamana na wakazi na viongozi wa eneo hilo. Pia tumemwona akiweza kuwafahamisha wengine wendani wake kwa wenyeji wa eneo hilo, akiwemo waziri wa elimu Julius Migos Ogamba pamoja na waziri wa sekta ya ya habari na mawasiliano na uchumi dijitali, na pia hatibu wa serikali Isaac Mwaura miongoni mwa wengine. Rais William Ruto atakuwa anaweka jiwe la msingi katika shule ya msingi ya DB. Na mpenzi mtazamaji, ndiposa tuko hapa kwa hayo mahojiano kuhusiana na ziara hiyo ya Rais William Ruto. Na vile nilivyokuambia hapa studioni tuna Abraham ambaye ni mchanganuzi, kumradhi, ambaye ni mjasiriamali, pamoja na James Kamau ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Karibuni tena. Na tulikuwa tunazungumzia ziara ya Rais William Ruto na ulikuwa umeweza kugusia kwamba kulikuwepo na mtafaruku kati ya Rais William Ruto pamoja na alikuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua. Je, hali hii ama huu mtafaruku umeweza kuathiri vipi eneo la Mlima Kenya? Unavyojua Kenya siasa zinakuanga sana local, na alipomtoa Gachagua katika kiti yake cha naibu wa rais, watu wengi walikasirika sana, watu wa Mlima. Na wakaeza pia kutoka kwa chama, kutoka kwa venye walikuwa wanamsupport, na wakakuwa sasa wamerudi saidia upande wa Gachagua. Na mimi mafikira yangu nafikiria najaribu kufika kule kujaribu kuwashawishi watu tena waweze kumpea support yenye walimpea tukielekea uchaguzi tunaelekea miaka 2 zinakuja. Na mimi juu nimetoka huko na mimi najua watu huko cha ukweli wako na hasira na serikali yake. Na sio kwa sababu ya Gachagua peke yake, kwa sababu ya vitu nyingi sana zenye aliweza kuelezea kwa mbele watu atawapea ama atawafanyia kama rais atakapochukua kiti cha urais. Lakini kwa vile kulipokuwa na shida kidogo, venye tumekuwa na mashida nyingi kama Kenya za kiuchumi, hajaweza kutimiza vitu zenye aliambiwa ataweza kufanya. Lakini nilipomsikiza jana alisema kuna pesa waliweza kupata kule Uchina 170 billion, na akasema 40% ama 40 ya hizo pesa zitafika huko Mlima. Ataweza kumaliza zile barabara za huko. Kama itakuwa ni ukweli ataweza kufanya hivyo, tutagojea tuone venye itakuwa, but kama anaweza fanya venye aliambiwa watu jana atafanya, aekea watu maji venye alikuwa ameambia atafanya, atengeneze barabara.
maybe anaweza pata, tujui venye itakuwa, lakini mi nini yangu nafikiri watu washatoka kwake, lakini unajua kwa siasa huwezi jua venye watu watakuja kufanya baadaye. Wakifanywa kama venye nataka kusema kuweka hiyo pesa yote hapo, kwa sababu kutakuwa na mabadiliko mengi sana ya kiuchumi. Kwa hivyo sitabidi tugoje tuone venye kama ataweza kutimiza zenye anaambilia watu na zenye alikuwa ameambilia hivyo wakati mwingine alipokuwa anachaguliwa. Tugoje tuone venye itakuwa. Akiweza kufanya hivyo, tutajua venye itakuwa. Shikilia hapo kidogo. Bwana Abraham Maina, mjasiriamali. Je, unaona ziara ya rais ina manufaa gani kwa wajasiriamali ama kwa uchumi wa eneo la Mlima Kenya? Asante sana kwa nafasi hii, na ya muhimu ni kwamba wakati rais anapotembea kila mahali, kama vile tumeweza kuona mahali pale, kuna zile barabara ambazo amesema atatengeneza, kuna hali ya maji, unajua hizo vitu ndizo zinaweza kujenga taifa. Na kama vile mwenzangu amesema, kwa muda mrefu rais hajakuwa katika mlimani. Najua vizuri wakati alikuwa nafanya kampeni yake, alikuwa anazuru maeneo yale kwa muda, kwa kila mara. So akawa ametegeza uhusiano mzuri maeneo yale. Lakini baada ya kupata uongozi hajakuwa kienda mahali pale. Kumaanisha kwamba hakuja kuwa na maendeleo ambayo inaweza kuinua ambayo inaweza kuinua biashara. Kwa hivyo kutembea kwa rais pale ni jambo muhimu sana, ni jambo la fanaka, ni jambo la kusaidia, kwa sababu akisidua zile miradi ambazo ziko na zile ambazo alikuwa nasikia zimelala, hali ya uchumi ya maeneo yale itaweza kuinuka. Kwa hivyo tunaona kwamba kama anaweza kutimiza yale maneno na iweze kutimia, na sikuwe na hali ya kuwa na wasiwasi ati mlima imemkataa manini, kwa sababu tunajua kwamba ule uhusiano, kwa sababu kulikuwa na ule uhusiano ule akaurejesha, utaweza kufanya kazi. Ni vile sasa itabidi afanye hiyo jambo mara kwa mara vile alikuwa amefanya akiwa deputy president. Kwa hivyo mimi naona kwenda kwake katika mlima na siende tu mara moja kunaweza kuleta manufaa maeneo yale. Na kwa sababu watu hawa ni wapiga kura na wanaangalia pia maendeleo nao inaowafikia, wanaweza kubadilisha nia yao wakiona kwamba zile miradi zimeweza kurejeshwa. Kwa hivyo mimi naona kutembea kwa rais kama anaweza zingatia, inaweza kuwa maana sana katika mlimani. Na James Kamau, kwa maoni yako kama mchanganuzi wa masuala ya siasa, tumeona kwamba Bwana Abraham amesema kwamba rais akitaka kurejesha ule uhusiano aweze kwenda kule mara kwa mara. Je, wewe kwa maoni yako ni nini kingine ambacho rais anafaa kufanya ndiposa uhusiano ule uweze? Sana kila mtu anakuanga na ile kinachotaka kufanywa kwa maisha yako, kwa sababu watu wa mlima pia wanalipa tax. Na kama wanaweza ona tax yao inatumika vizuri, ama Kenya wanalipa kwa kama kodi kama watu wengine inatumika vizuri, wanaweza pia, hatuwezi jua venye watakuwa, lakini wanaweza badilisha mind zao na uone wengine wanaweza kumrudia. Hata ukiangalia jana wakati alipeana ile nini jana alipokuwa kuzungumza na watu wa mlima, wale newscan kwa mlima, ukiangalia online watu ulikuwa na watu wengine wanakaa ni kama wanabadilika, wakisema kama anaweza fanya hivi inaweza kuwa poa, kama anaweza badilisha barabara kama hiyo ya Mau Mau Road, kama anaweza wekea watu maji. Watu ni watu na watu wanaonanga. Sasa shida imekuwa katika serikali ya yenye tuko nao sasa ya Kenya Kwanza ni kwa sababu wanasemanga vitu lakini mara nyingi hawatimizi. So unapata watu wengi hata sasa ukiangalia wanasema kama naweza fanya hivi inaweza kuwa jambo la muhimu. Lakini wako na ile ya kusema venye amekuwa akiambilia watu wengi vitu nyingi na atimizi. Kuna hiyo pia kwa sababu sasa sio president ati mimi naambilia watu hivi lakini sifanyi. Naambilia watu nafanya hivi lakini sifanyi. So bado watu wako na hiyo nini ndani yao, anajua anaweza tuambilia hivi na tufurahishe jua hiyo time, jua hiyo siasa yenye amekuja kufanya Mount Kenya, lakini upate hatatimiza. Kwa hivyo sisi wait and see tuone venye itakuwa, kama ataweza kutimiza venye aliambilia watu hizo venye aliwaambilia jana, venye alikuwa ameambilia 2022, maybe watu wanaweza badilika, lakini for now we just wait and see venye itakuwa. Na Bwana Maina, tukizingatia yale mahojiano yaliyofanyika hapo jana kati ya kiongozi wa taifa na wanahabari katika eneo hilo la Mlima Kenya, rais aliweza kudokeza kile kilichomfanya akaweza kumngatua Bwana Gachagua mamlakani. Je, unaamini kwamba wakazi wana imani na yale aliyokuwa akisema? Asante sana kwa jambo hilo. Hilo ni jambo bado linatatiza. Kwa vile nisasema kwa ufupi kwamba ni jambo linatatiza kwa sababu unajua vizuri Rigathi Gachagua amekuwa kisuguka katika mlima na kueleza kile kilifanya watofautiane na rais. Na kumbuka kwamba kulikuwa na ile jambo la impeachment ambalo lilikuwa ambapo Rigathi Gachagua pia alikuwa anaondolewa na wabunge. Hata hivyo rais aliturudisha nyuma kutoka mahali ambapo alikuwa anachagua kati ya Kithure Kindiki
na Rigathi Gachagua. Na akasema kwamba wengi wa bunge walitaka Kindiki, wala hawakutaka Gachagua, lakini kwa maoni yake akaona weke Gachagua. So kueleza kwake kwamba aliposonga akaona vile Gachagua amekuwa na mahitaji mengi ama mambo mengi anadai, ikiwa moja ile 10 billion, akaona kwamba waweze kutoka. Jambo ambalo hatuwezi jua sana mambo ya kiudani, kwa sababu ni watu wawili ambao hatujui sana kiudani, na hatuwezi sema yes or no sababu hatukuwa pale. Lakini ya muhimu ni kwamba watu huwa kawaida wa Kenya wote kwa jumla wanaenda mahali ambapo pana huruma. Na unajua kwamba kumbuka deputy president ama president wetu William Ruto wakati alikuwa deputy, Mlimani aliweza kumpia kura kwa sababu walimpatia ile kitu inaitwa sympathy vote, kwa sababu Uhuru Kenyatta hamtaki, so akampatia sympathy vote. Na ukiangalia hapa pia rais wetu William Ruto anasema Rigathi amenitisha 10 billion ndio nipatie support ya Mlima. Na mimi nikaona hii pesa badala niweze kuigiza pale, badala kupatia mtu, wacha tuweke kwa mradi. Kwa hivyo kuna hali ambapo rais pia anataka kutuletea kwamba Rigathi Gachagua ni kama alijitakia makuu wala si makuu ya maeneo ya Mlima. Hata hivyo naye Rigathi alikuwa amekituambia kwamba amekuwa kitia rasilimali za kutengeneza pale Mlimani. Kwa hivyo kuna mambo mawili hapa yanatatanisha, basi hatuwezi fahamu kweli. Hata hivyo kutembea kwa rais kwa sasa ndio kutasaidia Mlima kujua ukweli wa mambo. Kwa sababu kama yale miradi itaendelea bila yeye Rigathi kuwa, basi tunaona kweli kuna ukweli mahali. Lakini kama zile miradi zitaondoka na Rigathi pia hayuko katika serikali, basi pia kuna jambo taleta. Kwa hivyo vile rais atafanya siasa ya Mlima ndio itaweza kutupatia jibu siku kwa siku. Kwa sababu saa hizi hatuwezi jua ukweli, lakini vile tunazosonga na zile miradi kama vile umesikia ameongea pale, akiendelea kuzifanya, basi tutaona ukweli pale. Na kuna uwezekano kwamba watu waweze kubadilisha nia. Kwa sababu kumbuka vizuri Mlimani wakati Uhuru Kenyatta alitoka katika uongozi, hakukuwa na kiongozi wa Mlima. Kwa hivyo tulitarajia rais William Ruto atupatie kiongozi, akatupa Rigathi Gachagua. Sasa amemtoa, anataka kutupatia kiongozi mwingine wa Mlima. Kwa hivyo ni kama analeta ile kitu inaitwa transition ya uongozi ule, ambapo haitakuwa rahisi kwa sababu Mlima sasa ni kama inasoga na Rigathi. Hata hivyo akisoga na Kindiki na kuleta maendeleo, kunawezekana kuwe na ile transition pole. Kifika 27 kuna uwezekano wamebadilisha ground. Yes. Na tukigusia hilo swala la mtafaruku kati ya kiongozi wa taifa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, bado tu pia kuna wandani wa rais kama vile mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aliyekuwa mwandani wa karibu wa rais William Ruto, pamoja na viongozi wengine katika eneo ile ambao pamoja na pia Justin Muturi ambaye pia aliweza kufutwa kazi. Je, unadhani kuwa swala hilo liliweza kutonesha kidonda ambacho kilikuwepo? Ukimsikiza bwana rais jana alisema vizuri, anajaribu kumfunza Ndindi Nyoro kuwa kiongozi mwema ama kuwa kiongozi wa kesho mzuri. Kwa hivyo watu pia sasa bado wamechanganyikiwa na maneno ya Ndindi Nyoro kwa sababu haelewi vizuri ako upande wa rais ama ako upande gani. Ukiangalia mtu kama Muturi wao nini yao tofauti yao kubwa na rais, unajua ilitokana na ile wakati kijana wake alishikwa ama jamaa wake alishikwa, mtoto wake alishikwa, na amekuwa akijaribu kuuliza nini ilikuwa inaendelea. Kwa sababu yao inaweza kuwa tunasema yao ilikuwa hata iko kisiasa, ilikuwa sana ya kipersonal, ile mnakuwa kibinafsi, kwa sababu unasikia anasema mtoto wake alishikwa na hajapatiwa jibu vizuri nini ili happen katika mtoto wake wakati aliposhikwa. So amekuwa akifuata. Lakini maneno ya Ndindi Nyoro kulingana na venye amekuwa akifanya kazi kule Kiharu, amekuwa akifanya kazi mzuri. Kila mtu anajua hivyo, Kenya yote anakuwa kutoka ingia tu 2017 amekuwa akifanya kazi, watu kila mtu amekuwa akifanya kazi poa. Basi wakati amejiingiza upande wa rais, wakati alikuwa amebaki upande wa rais, watu bado sasa walikuwa washaanza kuona hapana, huyu hauko pande ya watu wa Mlima, watu wa Mlima walikuwa wameenda na Gachagua. Sasa wakati naye ameanza kurudi hivyo, sasa watu bado sasa hawajaelewa vizuri msamaha wake ni gani. Hata alikuwa ameitisha press conference, alikuwa ameitisha juzi, hakuweza kufanua vizuri ako upande gani kabisa. Alikuwa tu anacheza na maneno, hataki kusema ako upande wa rais ama ako upande wa huku kwingine ama ako wapi ama nani. Sasa hiyo ni unasikia sasa, unabidi tugojee tuone venye yeye mwenyewe atajisemea ama atasimama ama atakuwa upande gani. Kwa hivyo sasa hii watu wengi bado wamechanganyikiwa na maneno yake. Kwa hivyo sisi, lakini mimi kwangu, kwa maoni yangu, mimi nafikiria Ndindi Nyoro bado wako na rais, sababu amekuwa marafiki wa miaka nyingi na mpaka alishikwa juu yake wakati wa serikali yenye ilikuwa. Mimi kwa kufikiria hivyo, sababu ukiona hata zile vitu, hata kama wamenini, yeye
hajadhulumiwa kama wenye unaona watu wengine wenye wamesukuma, lakini yeye bado unaona yeye bado ako na ile bado na ile ameshikiliwa bado, lakini sasa yao inaweza kuwa sasa tabiti kwa jetu na itakuwa. Yeah. Na Bwana Maina, tukizingatia maendeleo, tuliona kwamba rais atakuwa anazindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo hilo ambalo litaweza kuchochea ustawi wa kiuchumi katika eneo la Mlima Kenya. Na tukigusia swali la mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, je, unaona kwamba mpango huo utakuwa wenye uendelevu katika eneo la Mlima Kenya? Kama vile nimesema hapo awali, rais akiendelea kufanya hizo miradi pamoja na hizo nyumba ambazo zinajengwa, italeta maana maeneo yale. Kile tunajua kwamba kwa rais akiwa mwanasiasa, pia wakati hapo anazunguka hizo siku 6 atakuwa pale mlimani, pia anafanya kitu inaitwa testing the water, pia anaangalia. Na unajua kwamba akiwa mwanasiasa tunajua vizuri kwamba rais anafaa kuleta maendeleo Kenya nzima. Hata hivyo akiwa pia mwanasiasa kuna mahesabu zile pia atakuwa anapiga. Hata hivyo mimi naona imefika mahali hata yamejiita mkutano, akaangalia akaona kweli pale nilipata support kubwa mlimani. Watu wale hakuna kitu wamefanya wamenikosea. Ni vile nimekuwa na tofauti na Rigathi Gachagua. Kwa nini nisiende kwa wale wananchi ambao wamenisimamisha? Hata hivyo kumbuka wakati ambapo kulikuwa na Uhuru Kenyatta alikuwa anasimama na William Ruto wakati alikuwa deputy president wakati ule. Walikuwa wanasema ile kitu inaitwa tyranny of numbers, ambapo walikuwa wanaangalia mlimani, wanaangalia pale bonde la Ufa, wanapiga mahesabu yao. Na wanapopiga mahesabu yao kuna ile majibu walikuwa napata. Na pia rais akiwa mwanasiasa pia kuna vile amezunguka nchi na akaona kutega mlima na kukosa kuwapatia zile development, atakuwa pia atayamekosea kwa sababu ni pati ya Wakenya ambao wanalipa kodi. Kwa hivyo pia amefika mahali akaona anahitaji mlima na anahitaji pia kuendeleza pale mlima. Kwa hivyo hizo nyumba zikazidi kujengwa, zitainua hali ya uchumi ya maeneo yale kwa sababu wadada watapata kazi. Tunaona wadada pia wanajitokea kwa mjengo, wanaume watapata makazi. Nyumba zile pia zitaweza kuleta ini kama maeneo yale. Kwa hivyo mlima itakosa kupiga kelele. Kwa hivyo kwa sababu mlima sana sana si uongozi wa saizi. Saizi si tunataka kuwa na mtoo kwa ofisi. Lakini wanataka tu kuona kwamba wanapata the kick share. Wanataka kupata ile ya economy, wasikie kwamba pia they are part of this country. Wanapofanya ile mambo hiyo, na kuambia ukweli hawana mambo mengi. Si lazima wapate ile uongozi, bora wapate zile miradi. Kwa hivyo sikifanyika vizuri, mimi naona kwamba kuna uwezekano ya rais kupata tena. Na nitaje jambo fulani ambao ndugu yangu ametaja kuhusu Justin Muturi, ametaja mambo ya Ndindi Nyoro, na niseme kwamba tujue kwamba Rais William Ruto ni mwanasiasa, amekuwa miaka mingi kwa uongozi. Na kuna zile vitu ambavyo anaweza fanya behind the curtain. Ajipage mwenyewe. Kama vitu kama vipi? Kwa mfano sasa unajua kama mtu kama Rigathi Gachagua amesema kuna chama ambayo anazindua mwezi wa 5. Na tunasikia kwamba mtu kama Ndindi Nyoro atatoa chama yake. Tumesikia Justin Muturi atatoa chama yake. Kwa hivyo mlimani ukikuwa na chama nyingi, kuna ile sasa utaweza kugawanya wale watu. Wakuwe kwamba wana lose focus. Na sasa unajua kwamba even divide and win divide and rule can also be a system. Sisemi ndio nataka kutumia, lakini najua kuna wale watu wake wa ndani ambapo si lazima kuwe ndani ya serikali. Ni watu ambao ni wake lakini hautaona kwa serikali. Kwa hivyo siasa ni karata ambapo rais pia anajua akienda pale anajua vile atacheza ule mchezo. Kwa hivyo unaweza kuta hata ule Justin Muturi ni mtu wake lakini public akae si wake. Vile pia tuna tatizo na Ndindi Nyoro. Kwa hivyo kuna ile mchezo lazima ichezwe kisiasa ndio goli iweze kuingia. Kwa hivyo tusicheze na William Ruto. Ni rais, ni mtu ambaye kwa siasa kwa miaka mingi, ni mtu ambaye na maarufu mingi ya kisiasa, ni mtu ambaye anaekea karata. Na ukijiuliza kwa nini kwa muda yote ajenda Central, saizi ameenda Central, lazima kuwe kuna karata kako pale. Lakini nina swali, manake Rais William Ruto amekuwa akizuru maeneo mbalimbali humu nchini. Kuna wakati alikuwa katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya, pia alikuwa katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, pia amekuwa hapa Nairobi. Kwa hivyo kwa maoni yangu sionelei ni kwamba hajakuwa akienda kule, ni kama manake rais hakuna sehemu ambayo hawezi kwenda kama rais, kama kiongozi wa taifa. Nataka nikukosoe kidogo ama nijikosoe, sijui ni wapi huko nitapata vizuri. Kumbuka rais amekuwa kama sasa tangu aingie kuwa president wa Kenya. Nairobi amezuru mara mingi. Kule border la Ufa, kule Nyanza ajenda mara moja. Lakini kwa sasa tunaona mara moja ya kwanza anaenda pale Central. Kwa hivyo Central amekawia.
Na ndio tunasema kwamba hata kukawia kwake pengine amekuwa kipanga yale mambo ambayo ataenda kuzidua eneo ile. Ama kuna hesabu zile alikuwa anapiga. Na sasa hizo hesabu zake zimefikia. Ambapo kila siku tutakuwa tunaangalia siku baada ya siku tuone nini rais anazidua kila siku. Ama ni mambo yapi anataka kupatia kule mlimani. Hata hivyo amefahamu kwamba anahitaji mlima. Na anaweza fanya jambo yote kupata mlima back. Kwa nini anahitaji mlima hivyo kwa sana? Sababu mlima iko na watu wengi. Ukiangalia kwa wenye ukiangalia mlima Mount Kenya yenyewe almost 35% ya ili uweze kuwa president inatoka huko mlima. Kwa hivyo kwa kila mwenye anataka kupigania kiti ya urais lazima ajue, lazima hiyo ni namba kubwa sana. Na sana sana inakujanga ikiwa moja kwa kikapu. Kama sasa unaona wakati wa uchaguzi wa 2022 ilikuwa 87% ya hiyo kura yote, which is 48% ya yenye alipata. Kwa hivyo ni kura nyingi sana. Zingine kuna mali zina, lakini pale unapata inakuja ikiwa pamoja. Na nimesikia ndugu yangu ametaja kuna chama zimekuwa kwa mlima. Hata mimi mwenyewe niko na chama yangu. Na inaitwa The We Alliance Party, nimeitaja pia hapa kama sikuwa nikuja nizungumzie. Nimesikia ametaja maneno ya chama, mimi tumeregister chama, tumepata certificate mwezi wa pili. Na pia mimi nikiwa mtu wa mlima sijakuja hapa kwa sababu ya nini ama nini kwa chama yangu. Kwa sababu kila mtu ako na ndoto yake ya kisiasa, kuna venye ungetaka Kenya ikue. Kwa hivyo mtu mwenyewe anataka kuja na chama Kenya yote. Useme amekuja kugawanya hapa, amekuja kufanya nini? Kila mtu ako na haki ya kuwa na chama yake, kila mtu ako na haki ya kujipanga kivyake. Ndio anaweza jipanga. Na watu hata upate watu wengine wameamua ni yeye. Kama wanaweza jipanga na chama yake na ama chama yao ya The We Alliance Party pia wajipate pia wana hivyo. Kwa hivyo tusikuwe tunasema tutakuja kuanisha kura. Kura yote ni ya wananchi wa Kenya. Jambo lingine nikizungumza. Rais alisema vizuri. Hata kila mtu anajua sasa Kenya tuko na pesa vizuri. Kwa sababu tumekuwa tukiangalia bajeti yetu ya Kenya tunakosa pesa kwa sababu tuna zile deni zilikuwa zimechukuliwa na hiyo miaka ya kitambo zishafika wakati wa kulipwa. Unapata bajeti yetu ya kufanya vitu za maendeleo inapunguka. Na rais nilimsikiza vizuri sana akisema mimi tulikuwa na tatizo ya pesa. Nimemsikiza jana akisema hivyo. Tulikuwa na shida kama Kenya, kila mtu anajua tulikuwa na shida ya pesa. Lakini kuna pesa amepata China na nyingine amepata ADF, Bank ya Afrika. So akaamua zile vitu alikuwa amesema zimekoma, sasa ndiye amepata nafasi ya kuzifanya. Inaweza kuwa ni ukweli wa mambo ama inaweza kuwa pia ni karata venye huyu jamaa anasema kwa sababu kwa siasa kuna mambo mingi. Lakini tukigusia jambo hilo, kuna baadhi ya watu ambao wanahisia mseto na wanaona kwamba Bwana Ruto anahitaji sana Mlima Kenya na kwamba amekuja kuchumbia Mlima Kenya kwa minofu ya maendeleo. Je, sijui kauli yako ni nini hapo? Sisi tuko katika demokrasia poa sana Kenya. Na kila kitu kinafanywa pale parliament. Na vitu zishapangwa na parliament venye zitakuwa. Lakini si kila kitu kinatimiza kwa sababu ya pesa, ukosefu wa pesa. Na ukiangalia watu wa mlima wanakuanga wamechangamka sana kuitisha haki yao. Ukiwaambilia kitu wanachangamka sana either online na kila mahali wanaitisha. Ukiambia utatengeneza barabara ukose kutengeneza itakuwa vita na wao. Lazima watakupiga kisiasa. Na mimi naweza sema rais wetu alishindwa kujielezea vizuri. Atoke kina aseme sisi sasa hivi vile tuko uchumi wa Kenya. By the way, I'm an economist in professional study at University of Nairobi. Aelezee vizuri aseme hatuna pesa ya kufanya hivi na hivi for now. Na bajeti yetu haitimiki vizuri venye tungetaka kufanya kulingana tumesoma bajeti yenyewe tumepitishwa na bunge. Lakini nikipata nafasi pesa niweze kuipata hiyo ndio tumekuwa na shida nayo kwa kita Kenya hii yetu ya Kenya. Tunakosa pesa na hata kama tunakosa kitu tunakosa kuelezea wenye walitupatia kura zetu. Tuelezee vizuri kama viongozi, waelezee watu vizuri iko hivi na hivi na hivi. Lakini pia ukijaribu kuelezea pia Wakenya watakupiga kuulize. Tumeona watu wengine kama venye Lusikia alifanya wakati wa finance bill last year. Watu wengine walikuwa wanavaa manguo za pesa nyingi wasema so mnaambia sisi hatuna pesa ya maendeleo, lakini tukiangalia viongozi wenyewe wameingia juzi wamefanya mambo kubwa sana zao kivyao. Unapata mtu anaendesha gari ya 30 milioni nini. So watu bado watakupiga na hivyo. Kwa hivyo nafikiria rais mimi nikifikiria ndani nikiangalia bajeti yetu kwa na pesa. Na sasa tushapata pesa. Na ameona kitu ya kwanza ukimbia ni kwenye alipata. Pia ukiangalia siasa za 2 na 201. Moi alipochukua Raila kila mtu anajua. Aliruka miezi 6 tukielekea uchaguzi wa 202. So bado pia hata kama rais sasa yuko naye amefanya asimame hiyo serikali yake imesema hatujui venye itakuwa miaka 2 ya siasa. Sasa hatujui venye baba atakuwa 2027. So lazima pia karata yake ikue ameweka kila mahali. Unaweza pata baba pia ameamua atajitwika. Sasa inakuwa shida kwake. Kwa hivyo amepoteza 48% yake
na yapoteza ile ingine yenye ilikuwa ametegemea baba. So pia yeye lazima angalie kila mahali, ajue wale watu bado wanaweza wahitaji for now kwa sababu hajui venye itakuwa. Na najua pia hataki kuwa the first president kuwa first term. Which is tukiangalia saa hii uchaguzi ikifanywa saa hii anaweza kuwa first term. Tukiongea tu kweli saa hii ikifanyika. Lakini kwa siasa vitu zinabadilikanga. Tukienda hivyo anaweza kuwa maybe apate nafasi, lakini for now anajua watu hawako na upande wake sana, especially vijana, kwa sababu aliwaambilia kazi na haijaweza kutimika. Kwa hivyo tutajua msema kweli ikifika mwaka wa 2027 ako na nafasi njema sana kwa sababu ako na serikali sahihi. Naam. Bwana Abraham Maina, kauli yako ya mwisho tukikamilisha. Mimi nitasema kwamba rais amefanya jambo nzuri, ni jambo la heshima kwenda pale Central, sababu Central wamekuwa kihisi kwamba wamebaki nyuma na walijetekeleza hii serikali. Wakati tumekuwa na broad based government, tumeona kwamba rasilimali mingi ni kama kwamba zinaelekea pande ule, lakini rais amefanya vizuri kuonyesha watu wa mlima kwamba anawajali na kwamba anawakumbuka pia na kurudishia shukrani pia kwa sababu walisimama na yeye ili waweze pia nao kuweza kuangalia yale mambo yatakayotokea. Na vile ndugu yangu pia amesema kuna uwezekano kwa sababu siasa hazieleweki. Sasa hizi rais wetu William Ruto wako na mtu anaitwa baba. Na kama baba ametoka kwa opposition kaingia serikali, anaweza toka serikali ingie tena opposition. Kwa hivyo kuna vitu ambazo hata rais akiketi hivi anaona kwamba hazieleweki, zinamtatiza. Anaona baba akaondoka nitaenda wapi? So anaona kwamba lazima ajaribu kubalance. Kwamba baba akaondoka kuna mahali anaweza ruka na kuwe salama. Kwa hivyo rais anafaa kupiga hesabu zake vizuri kwa sababu ukumbuka ali break record. Alikuwa the first president kusimama mara ya kwanza na kuwin. Asi break another record ya kuwa the first person sitting ana lose. So hizo vitu ndizo anajaribu kubalance na tunasema anafanya vizuri. Waache endelee kuja mlimani mara mingi kwa mingi, alete development mahali pale. Na watu wa mlima ni watu ambao wanaangalia ile kitu inafanywa, watarudisha mkono mara nyingine. Kwa hivyo kuna uwezekano pia watu watampatia tena kura akiendelea kusimama na mlima. Naam, asante sana Bwana Abraham na James Kamau kuungana nasi. Na mtazamaji, tunahitimisha kipindi chetu cha Tamrini. Tumekuwa tukiangazia ziara ya kiongozi wa taifa Rais William Ruto katika maeneo ya Mlima Kenya, na tumeweza kuweza kudadavua masuala kadhaa ikiwemo swala la maendeleo na pia ziara ya Rais William Ruto ina maana gani kwa taifa hili na pia kwa wenyeji na viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Naam, Rais William Ruto yuko katika eneo lile kwa siku 6 ambapo atakuwa anaweza kuzindua miradi mbalimbali na pia kutangamana na wananchi. Tukome hapo kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tutaendelea kufuatilia ziara hiyo ya Rais William Ruto ya siku 5. Jina langu ni Sheila Kayaro Yogo, nimekuwa nikisaidiwa na mtangazaji wa lugha ya ishara Byron Abuli. Kwaheri.